Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imetoa muda katika makubaliano na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia. Kwa mujibu wa Axios, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amedokeza kwamba pande hizo huenda zisiweze kufikia makubaliano ya mwisho kuhusu mpango wa nyuklia ndani ya muda uliopendekezwa na Donald Trump. Hata hivyo, Iran kupitia waziri wake wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi amempa mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve Witkoff kufanya mazungumzo ya makubaliano ya muda kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran. Axios iliripoti kinukuu vyanzo vyake. Kwa mujibu wa Axios, Araghchi alidokeza kuwa pande hizo huenda zisiweze kufikia makubaliano kuhusu mpango wa nyuklia ndani ya muda ambao bwana Donald Trump aliupendekeza wa miezi miwili, na hata wakati huo anasema kwamba bado ni miezi miwili tu ambayo inatumika katika mazungumzo baina ya Iran pamoja na Marekani. Na hivyo waziri wa mambo ya kigeni wa Iran bwana Abbas Araghchi amemweleza mwenzake Witkoff kwamba lazima watazame na muda huo, kwani kuna uwezekano katika muda huo kusiwe na makubaliano au maelewano ambayo yataweza kufikiwa. Kwa hivyo lazima kuwe na tahadhari wakati wote. Mwanadiplomasia huyo mkuu alimweleza mjumbe huyo kwamba kwa kuzingatia ufundi wa kina wa mpango unaowezekana, itakuwa ngumu sana kumaliza mazungumzo ndani ya miezi miwili. Witkoff alimjibu Araghchi kwamba hataki kujadili makubaliano ya muda bado. Badala yake anataka kuzingatia kufikia makubaliano ya kina ndani ya siku 60. Hata hivyo, kwa mujibu wa vyanzo vya Axios, Witkoff aliongeza kuwa kama tarehe ya mwisho inakaribia, pande zote mbili zinahisi kwamba muda zaidi utahitajika, wanaweza kuangalia upya wazo la makubaliano ya muda. Ujumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa ulikanusha taarifa ya Axios katika taarifa na kusema kuwa si za kweli. Wizara ya mambo ya nje ilikataa kutoa maoni kutokana na suala hilo. Araghchi na Witkoff walifanya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja huko Roma yaliyopatanishwa na Oman, lakini pia walikutana ana kwa ana, vyanzo vya Axios vilisema. Maafisa wa Washington walisema kwamba mjumbe wa Marekani na mwanadiplomasia mkuu wa Iran walifanya maendeleo mazuri sana wakati wa mkutano wa Roma. Trump hajasema ni lini haswa tarehe ya mwisho ya siku 60 itaisha, lakini maafisa wa Marekani wanasisitiza kuwa wakati unasonga. Tarehe 19 Aprili, duru ya pili ya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya pande za Iran na Marekani ilifanyika mjini Roma, iliyopatanishwa na Oman. Kulingana na Araghchi, pande zote mbili zilifikia maelewano mazuri zaidi kuhusu masuala kadhaa. Mazungumzo yajayo kati ya waziri wa mambo ya kigeni wa Iran na mjumbe maalum wa rais wa Marekani yamepangwa kufanyika Aprili mnamo tarehe 26. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, nami nitakujuza mengi yanayojiri kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.